mwandishi wa habari mwanamke anakwenda kumuuliza swali mwanamke mwenzie, swali kama hilo hapa. Hivyo natamani mwanao aingie kwenye industry ya muziki kama vile ambavyo wanafanya. Okay. Hilo ni swali ambalo ana mwandishi wa habari mwanamke anamuuliza mwanamke mwenzake ambaye ni Gigy Money. Simply, kwanza mimi kama social commentator, baada ya kusikiliza hilo swali na nikasikiliza majibu ya Gigy Money ambayo actually mtayasikia hapo baadaye, mimi kwanza nilianza kuanalyze hilo swali la huyu mwandishi wa habari ambaye ni mwanamke anamuuliza Gigy Money ambaye pia ni mwanamke mwenzie. Hilo swali anamuuliza mwanamke kama mlivyolisikia kwamba Gigy, unatamani mtoto wako aingie kwenye industry ya muziki kama ambavyo unafanya wewe? Yani mimi nilivyolitafsiri haraka sana hilo swali, nimelitafsiri kwenye mtindo wa kwamba hilo swali ameuliza kwenye engo negative, kwa maana kwamba si kwa malengo mazuri na wala sio malengo chanya. Kwa sababu gani? Ni kwamba sio rahisi leo hiyo ukamuuliza swali, mfano tajiri wa Afrika, tajiri namba 1 Afrika Aliko Dangote, ukamuuliza kwamba wewe unatamani mtoto wako awe mfanyabiashara kama wewe, wakati unajua kabisa kwamba Aliko Dangote ni tajiri namba 1 Afrika kwa sababu ya biashara. So it's obvious kwamba mtoto wake kufanya kitu kama hicho ni kitu kizuri na itampa njia ya yeye kufanikiwa pia, pengine kuwa tajiri kama baba yake au kumzidi baba yake. Vyovyote vile uwezi kumuuliza Mo Dewji ukamuuliza kwamba unatamani wewe mtoto wako awe ni mfanyabiashara kama wewe au mwekezaji kama wewe, aliyakuwa unajua Mo Dewji amefanikiwa na ni mfanyabiashara maarufu na ni tajiri. Uwezi kumuuliza Baresa the same. Lakini kwa kuuliza swali kama hili hapa, tafsiri yake ni kwamba huyu mwanamke, huyu mwandishi wa habari wa kike, alikuwa na lengo la kumuinsult Gigy Money. Alikuwa na lengo pia ya kumdhalilisha Gigy Money. Alikuwa na lengo pia ya kuidhalilisha kazi anayoifanya Gigy Money, ambayo ni kazi ya muziki na kwa sasa ni socialite na vile vile ni influencer. We all know kwamba Gigy Money alianza kama video vixen. Sawa, na baadaye akawa anaimba kwa kama mwanamuziki, kikaongezeka kitu. Akapata umaarufu kupitia kuwa video vixen na akapata umaarufu zaidi baada ya yeye pia kuwa msanii wa muziki. Kwa sababu amepata huo umaarufu, imagine huyo dada ameajiriwa kazi na chombo cha habari fulani, akapewa mic, wakakabidhiwa na kamera, waende wakamshoot Gigy Money, wakamhoji kwa sababu taarifa ya Gigy Money ama video ya Gigy Money inaenda kuuza kwenye media yao huko online. Lakini imagine anaenda kumhoji mtu ambaye content yake inaenda kuuza kwenye media yake, anamuuliza swali kama lile, kwa maana kwamba huyu mtu haiamini kazi ya Gigy Money, ndio maana anauliza swali kama hilo. Kama ungekuwa naamini kazi ya Gigy Money asingeweza kuuliza swali kama hilo, wangeuliza swali lingine ama swali linginelo, lakini sio swali kama hilo. Lakini huyo mwandishi ndo ameajiriwa kufanya hiyo kazi, anaenda kumhoji Gigy Money na yeye ndo atalipwa mshahara kwa sababu kuna video ya Gigy Money inaenda kuwa published kwenye media yao huko online. Hapo ndipo ambapo nikagundua kwamba huyu mwandishi wa habari hayuko sawa. He is not okay. Sasa mimi kama social commentator, hiyo limenikasirisha kwamba kwa nini umuulize mtu kama hiyo. Sasa mtayasikia majibu ya Gigy Money. Nitawaekea hapa, nawaekea ya Gigy Money anamjibuje, na alimjibu in the right way. Na nafikiri kimempata sawa sawa, au sio? Lakini siku nyingine usidharau kazi ya mtu. Na usidharau kazi ya mtu ambayo yeye imempa umaarufu, imempa pesa na anakufanya na wewe upate pesa, kwa sababu leo hii wewe unakwenda kumhoji Gigy Money ili mupate content, muingize fedha YouTube, mupate matangazo. Lakini unakuja kumuuliza maswali ya kumkejeli, maswali ya kumuumiza, maswali ya kumuinsult, maswali ya kudhalilisha kazi yake na kudhalilisha utu wake. Tuheshimu kazi za watu, kwa sababu hata mwingine pia inawezekana anamchukulia mwandishi wa habari kwamba ni kazi gani hiyo, lakini tuheshimu kazi ya mtu. Kama kazi ya mtu inampa mafanikio, kwa nini usiheshimu kazi ya mtu? Okay, na haya sasa ndo majibu ya Gigy Money kwenda kwa huyo mwandishi wa habari baada ya kuuliza hilo swali. Hivyo natamani mwanao aingie kwenye industry ya muziki kama vile ambavyo wanafanya. Haikuhusu chochote. Mwanangu aingie siingie. Wewe wazazi wako wanafurahia wewe kutuojoji. I wish kwa more than this, so I can't wish anything. Atachomjalia Mungu hicho hicho. Sisi hata mimi na yetu. So wewe hata mimi hainihusu.
enda amenipata sasa hivi ataka kwa yani nitamfanyaje? This is open world. Yani tumetoka huko eti mama yako akupangiwe daktari sio mwanajeshi. Kama mtu amebemendwa utabebaje chuma? Mwacheni bana mwanangu. Fanyeni mambo yenu. Mwache. Hauna maswali nikaenjoy. Mwache. Kabisa. Majibu ya Gigimane mimi nadhani yanatosha, siwezi kuongeza kitu chochote. Kwa hiyo alijibiwa kile ambacho anastahili. Kwa hiyo na siku nyingine ni kwamba atajifunza na waandishi wa habari wengine pia watajifunza. Kwa hiyo heshimuni kazi za watu, mheshimuni Gigimane, heshimuni kazi ya Gigimane. It's over. I'm done.